Prophet, katika kipindi hiki cha Nyimbo za Roho, hakika nina maswali ambayo pengine kwa faida yangu na kwa faida ya watazamaji wetu pengine wangependa kufahamu zaidi katika haya maswali ambayo pengine ningejaribu kushare na wewe. Swali la kwanza, pengine una maoni gani ambayo tunaona kwa sasa wewe kama prophet kijana, kama vijana wengine unazungumziaje hali ya kutomtumikia Mungu, kwa sababu wewe unaona katika huduma hii wewe bado ni kijana? Naweza nikaelezea tu ni changamoto kama hizo zipo hasa dunia. Kwa tunajitahidi sana kuangalia namna gani tunaweza kufanya, hasa sisi vijana sasa, sisi vijana ambao tayari tumeshapokea wito na tunamtumikia Mungu. Tunajitahidi sana kuwaonesha kwamba kumtumikia Mungu sio fedheha au kumtumikia Mungu sio hasara. Tunajioneshaje kwa vitendo? Huwa tunafanya zaidi kwa vitendo. Tunabadilisha mionekano yetu. Moja, namna tunavyozungumza, lakini mbili, namna tunavyoonekana kimavazi, namna tunavyoonekana kwenye jamii. Na hicho kitu mimi nimekifanya, sijui kwa wenzangu, lakini hicho kitu nimekifanya kwenye kubadilika, hasa kwenye mavazi zaidi. Nilianza kufanya hiyo muda mrefu baada ya kutambua kwamba changamoto kwa vijana kumtumikia Mungu ni kubwa sana, lakini nikajaribu kuonesha kwamba kile ninachokiamini kinachotoka kwa Mungu ni kikubwa kuliko kile ninachoweza kukipata nje ya Mungu. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya kumpokea Kristo, hatua ya kwanza ya kwanza kusali, ile ndio hatua ya kwanza. Inakuwa nyepesi kwa kijana ikiwa labda ana changamoto fulani, lakini hatua ya pili ni ile hatua sasa neno linapoanza kukaa ndani yake, mwisho wa siku akaanza kusikia wito wa kutumika kanisani, wa kuwepo kanisani, kufanya shughuli za kanisani. Mwisho wa siku roho iweze kukaa na kuwa kitu kimoja na Kristo, ama na uwepo wa madhabahu husika, lakini pia na mtumishi ama mjumbe aliyeko mahali hapo. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto ngumu kidogo.